Hizi taarifa ambazo zinaendelea sasa hivi kutokea katika klabu ya Young Africans zimeonekana zikigonga vichwa vya habari na pia zimeripotiwa na media nyingi zaidi, huku vyanzo vya ndani vikieleza kwa kina zaidi kwa kile ambacho kinaendelea na pia kile ambacho kinaenda kutokea muda si mrefu mara baada ya klabu ya Young Africans na uongozi mzima kuweza kukaa kimkakati na kujadili kwa kina zaidi kwa kile ambacho kinaendelea kwenye klabu ya Young Africans, kwa sababu mashabiki wa klabu hiyo hawataki utani kabisa, wanachohitaji ni matokeo tu, na hapo ndipo klabu imeamua kufanya uamuzi mgumu zaidi na pia ni uamuzi unaochukua pesa nyingi sana, ili mradi uweze kumrejesha Stefan Aziz Ki, Master Key, Mwambo wa Gadugu, MVP wa NBC Premier League, hatari kweli kweli, na mabao yake ya kutosha kabisa kutokea huko Ouagadougou Burkina Faso, ukiachana na hivyo hadi akaoa hapa Tanzania. Sasa ripoti za ndani zaidi zinaeleza kwamba uongozi wa Young Africans upo kwenye mikakati na michakato mizito zaidi ya kuweza kumrejesha Stefan Aziz Ki, Mwambo wa Gadugu kutokea Burkina Faso, Burkinabe. Kumbuka kwamba mara baada ya Stefan Aziz Ki kuondoka Young Africans, basi moja kwa moja alitua pale Wydad Casablanca, na sasa ameenda kwa mkopo, kapelekwa sehemu nyingine kabisa kwa mkopo kwa ajili ya kuweza kutumikia kile kitu ambacho kinaendelea. Na vipi kuhusiana na kile ambacho wamekitaja Young Africans na uongozi mzima klabu hiyo kwamba tayari wanarejea, tayari wanarudi kwenye mikakati ya kuweza kumsajili nyota huyo Stefan Aziz Ki, ambaye kwa sasa anamilikiwa na klabu ya Wydad Casablanca kule alikotoka Selemani Mwalimu Gomez. Taarifa zimekaja, nikwambia karibu sana, hii ni Vibe Sport. Kama ni mara kwa kwanza kutazama channel yetu, please tumia sekunde chache sana tu kuweza kubonyeza neno subscribe hapo, kwa sababu taarifa nyingi zaidi za ndani kuhusiana na michezo, uchambuzi mbalimbali utapata hapa ndani ya Vibe Sport. Karibu sana mwana michezo, tuweze kuungana kwa pamoja kwa ajili ya kuweza kuzungumza kwa kina zaidi kile ambacho kinaendelea na kupata update na taarifa nyingi zaidi. Karibu nikukaribisha tena. Karibu mwana michezo. Taarifa zimekuwa ni nyingi sana kumhusu Stefan Aziz Ki, Mwambo wa Gadugu kutokea Burkina Faso, Burkinabe kule kwa kina Captain Ibrahim Traore. Tetesi zimekuwa ni nyingi sana zikimhusisha Stefan Aziz Ki kwamba rasmi uongozi wa klabu ya Young Africans umeanza mikakati pamoja na michakato ya kuweza kumsajili kwa mara nyingine tena Stefan Aziz Ki, Mwambo wa Gadugu, ili mradi aweze kuitumikia klabu ya Young Africans mara baada ya kupata changamoto hapa na pale ya ushambuliaji. Je, Stefan Aziz Ki atakubali hili dili ambalo linakuja, na ni vipi klabu ya Yanga itaweza kufikia manoti ambayo Stefan Aziz Ki ambayo alikuwa anayapata? Najua miongoni mwa sababu ya Aziz Ki kuondoka katika klabu ya Yanga ni kwamba daholi ilikuwa ni kubwa zaidi pale Wydad Casablanca, na ndio maana akaamua kuondoka moja kwa moja kuweza kutimkia huko. Sasa kwa sasa vipi wataenda kumtoa? Wameandaa kibunda cha kutosha ama ndo vile GSM hana mambo mengi? Tutaendelea kupata update na taarifa nyingi zaidi. Stefan Aziz Ki anaondoka katika ligi kuu NBC, wakati huo Young Africans wakiwa na muhitaji zaidi. Ukiachana na Young Africans tu, bali alipaisha zaidi ligi kuu ya Tanzania kwa sababu ni miongoni mwa wachezaji bora zaidi. Hakuingia kwenye mfumo mara ya kwanza, lakini muda wa pili ulifuatia akaingia kwenye mfumo na akawa MVP ambaye walikimbizana sana tu tena sana, lakini kiwango chake hakikuwa na mpinzani yoyote yule. So Young Africans pamoja na uongozi wakiungana na mashabiki moja kwa moja wako kwenye mikakati ya kuweza kumaliza changamoto ambayo ipo na pia kutengeneza suluhu kwamba wao lazima waweze kumrejesha tena Mwambo wa Gadugu ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Na kile ambacho kinaendelea ni kwamba vipi Stefan Aziz Ki, Mwambo wa Gadugu atarejea na skills pamoja na ujuzi mpya, ama ataendelea kusalia na ile hali yake ya kawaida, au atarudi na moto kuliko ule ambao aliuacha akiwa pale NBC. Kumbuka kwamba Young Africans imekuwa miongoni mwa timu ambazo zinawapoteza nyota wake muhimu zaidi katikati ya mikataba yao kutokana na dili zito ambalo limeweza kusainiwa. Klabu ya Yanga haikumchoka, haikumpa hata thank you Aziz Ki pamoja na kina Fiston Mayele zile za kuhitajika kabisa na klabu, bali walitoa thank you kutokana na mkataba mpya ambao uliletwa na klabu ambayo inamchukua mchezaji, huku wakimimina pesa za kutosha kweli kweli. Hivyo Stefan Aziz Ki, Mwambo wa Gadugu aliondoka klabu ya Young Africans, huku bado mashabiki pamoja na benchi zima la ufundi likiwa bado linamhitaji kwa ajili ya kuweza kuendelea kuonesha kiwango kizuri zaidi uwanjani. Lakini punde si punde taarifa kwa
umma na thank you ikamuhusu kwa kuwa tayari watu walishamwaga pesa za kutosha ili mradi waweze kumpata tu Stephen Aziz Ki mwamba wa Ouagadougou. Vivyo hivyo kwa Fiston Kalala Mayele, naye pia alihusika moja kwa moja kuweza kuondoka katika klabu ya Young Africans. Ilikuwa bado watu walikuwa wanamkubali sana Mayele, na kila game ambayo alikuwa akicheza basi alikuwa anahakikisha anaweza kutupia kamba ndani ili mradi mambo yaweze kwenda sawa bin sawia. Na sasa hayupo tena, yuko zake Pyramid huko na anakiwasha kweli kweli. Ni vipi kuhusiana na Stephen Aziz Ki? Mara baada ya kuweza kukamilisha process zote, ataweza kutoa hapa katika klabu ya Young Africans ama ataweza kunyakuliwa na watani wa jadi Simba Sport Club? Japo Simba hadi sasa kikosi chao kipo vizuri kweli kweli, kwa sababu hata Yanga na wanaanza kuhofia mara baada ya kuweza kufungwa na kuweza kubeba Mapinduzi Cup kwenye penalti ambayo iliweza kusababisha Clatous Chota Chama, na ndipo Selemani Mwalimu Gomez akaingiza kamba ndani akimwacha Djigui Diarra akiwa ana hofu, anawaza kweli kweli. Ni vipi kuhusiana na Aziz Ki? Atarudi na moto mpya ama ataanza upya au kabisa hatutamuelewa? Na klabu ya Yanga itachukua maamuzi gani kutokana na kiwango ambacho atakionyesha Stephen Aziz Ki? Usajili wa dirisha kubwa la usajili unafuatia hivi karibuni, na tetesi ambazo zipo ni kwamba mwamba wa Ouagadougou Stephen Aziz Ki Master Ki yupo radhi kurudia mara moja ili mradi mambo yaweze kuendelea kama kawaida. Ni kipi kitajiri, kipi kitaendelea? Ni kuambia endelea kufuatilia channel yetu kwa kubonyeza neno subscribe video hii ili mradi wa kwanza kupata update na taarifa nyingi zaidi zinazoendelea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, taarifa mbalimbali za kisports. Basi nakuomba tumia sekunde chache tu kwa ajili ya kubonyeza neno subscribe hapo chini ya channel yetu iliyoandikwa Vibe Sports, kwa sababu kuna mambo mengi zaidi ya kujifunza katika channel yetu pendwa kabisa Vibe Sports. See you next time. Asante na kwaheri.